Kuna chaguzi kadhaa za matibabu kwa wanawake wenye tatizo la kutokwa na mkojo bila hiari kutokana na msongo. Hii inajumuisha usimamizi wa kihafidhina kama kupunguza uzito, kudhibiti matumizi ya maji na mazoezi ya misuli ya sakafu ya nyonga. Mbali na haya, mafunzo ya kibofu pia yanaweza kusaidia. Lakini kwa baadhi ya wanawake wenye tatizo kubwa la kutokwa na mkojo bila hiari kutokana na msongo ambalo halijibu matibabu haya, upasuaji unaweza kuwa chaguo linalofaa. Kutokwa na mkojo bila hiari kutokana na msongo kunaweza kuaibisha wanawake, kuathiri ubora wa maisha na kuwafanya wajitenge na shughuli za kijamii. Na hivyo basi, kama tatizo hili lipo, ni muhimu kwa wanawake kuelewa kwamba linaweza kutibiwa na kudhibitiwa hata kama ni kali. Ni chaguzi gani zipo kwa wanawake ambao hawapati nafuu kwa matibabu ya kihafidhina? Kwa wanawake wa aina hii, kuna chaguzi kama vile upasuaji wa kuweka utepe ya sling, utepe wa katikati ya urethra, midurethral stape, au upasuaji wa Butch colposuspension. Kila moja ya taratibu hizi tatu ni yenye ufanisi mkubwa na hutoa matokeo ya kudumu kwa muda mrefu kwa wanawake wengi, lakini kila moja ina sifa tofauti kulingana na ni wagonjwa gani wanaofaa zaidi kwa kila taratibu. Na pia kila moja ina athari fulani za muda mrefu ambazo wanawake wanapaswa kujua. Baadhi ya wanawake waliowekewa utepe wa katikati ya urethra wanaweza kupata matatizo yanayohusiana na matumizi ya wavu wa sintetiki. Hili si jambo la kawaida katika upasuaji wa kutotumia mkojo kwa nguvu kwa sababu kiasi cha wavu kinachotumika ni kidogo sana, lakini bado linaweza kusababisha usumbufu na wanawake wanapaswa kufahamu hili kabla ya kufanyiwa taratibu hiyo. Taratibu za kutumia tishu za mgonjwa mwenyewe ni za uvamizi kidogo zaidi, lakini zinatoa matokeo ya kudumu kwa muda mrefu na baadhi ya matatizo yanayohusishwa na wavu wa sintetiki hayapo. Upasuaji wa Butch colposuspension hauna ufanisi mkubwa ukilinganishwa na taratibu zile nyingine mbili, na kwa hiyo hauitumiki sana kwa sasa duniani kote. Hivyo, taratibu zinazotumika sana ni utepe wa katikati ya urethra na utepe wa kutumia tishu za mgonjwa mwenyewe, ambazo zote zina ufanisi mkubwa na matokeo ya kudumu. Hii ni taratibu isiyoingilia sana mwili ambayo huchukua takriban nusu saa kufanyika. Inaweza kufanywa kwa mfumo wa matibabu ya siku moja au kulazwa kwa siku moja tu na muda mfupi wa kupona. Wanawake wengi hupata matokeo ya kudumu, lakini kuna idadi ndogo ya wanawake wanaoweza kupata usumbufu au maumivu yanayohusiana na taratibu hii, au wanaweza kupata kuonekana kwa wavu au maambukizi yanayohusiana na wavu huo. Ni muhimu sana kuwa na ushauri wa kina, kufanya majadiliano ya kina kati ya daktari na mgonjwa ili kuelewa athari za taratibu hizi kwa muda mfupi na pia kwa muda mrefu. Lakini kwa mgonjwa aliyechaguliwa vizuri, matokeo yameonekana kuwa ya kudumu kwa muda mrefu.